Kazi ni msemo unaotumika kuonyesha umuhimu wa kazi fulani ama kazi ya mtu. Hapa tunakutana na mwandishi wetu Rahma Mwajiri ambaye anaangalia namna ambavyo watu wanapata kipato kupitia ajira mbalimbali, hususan utengenezaji wa simu za mikononi ambazo zimeharibika zile. Heshima kazi, heshima kazi, heshima kazi, heshima kazi, heshima kazi. Ajira ni kitu muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, kwani husaidia katika kuleta maendeleo ya mtu binafsi, jamii yake na nchi kwa ujumla. Heshima kazi, heshima kazi. Vijana wengi wanaishi bila ajira, kitu kinachopelekea kuingia katika makundi mabaya kama ya wavuta bangi, watumiaji wa madawa ya kulevya, wezi, majambazi na mengine mengi ambayo yapo kinyume cha sheria na maadili yetu. Huku wakiendelea kuilalamikia serikali kuwa imeshindwa kuwapa ajira, lakini kumbe si lazima uajiriwe na serikali au sekta binafsi. Kuna vitu vingi vya kufanya ambavyo watu wanavidharau, lakini vinaweza kumuingizia mtu kipato na kuendeleza maisha yake bila wasiwasi. Heshima kazi, heshima kazi, heshima kazi, heshima kazi. Leo nimepata fursa ya kuwatembelea na kuongea na baadhi ya wauzaji simu zilizotumika, na wameweza kutufahamisha ni kwa namna gani wanafanya biashara na jinsi wanavyoendeleza maisha yao kupitia biashara hiyo. Kwa jina naitwa Emmanuel Mark Mtavangu. Kazi yangu ni fundi simu. Kazi hii mpaka sasa hivi na muda wa miaka 10 naifanya hapa roundabout. Wateja wangu hasa ni wengi, ni wapita njia wanaopita hapa kwenye eneo langu la kazi. Kama unavyoniona hapa niko kibarazani. Na wateja wengi nawategemea ni wasafiri wanaenda nchi za nje. Wateja wangu wengi nawategemea ni wafanyabiashara wanakuja madukani kuchukua simu. Simu ambazo unatengeneza sasa ni hizi simu ambazo kama unavyoziona sample zake hapa. Nyingi hasa ni hizi za kisasa. Hizi za kutouch smartphone yani. Ndio ambao mara nyingi na wateja nao wengi sana. Ni kweli huwa tunanunua simu mbovu, na lengo la kununua simu mbovu ni kwamba tupate spare zile ambazo dukani wa China hawajaleta. Kuna simu kama unavyoziona hapa, baadhi ya simu nyingi za Kichina zinakuwa zinakufa, lakini unakuta spare zake madukani hamna. Kwa hiyo tunaweza tukanunua simu mbovu ambayo pengine ikae iwake, lakini kwa kuta kioo ni kizima au touch ni nzima. Kwa hiyo tukatoa tukatia kwenye simu mbovu ambayo kioo kimepasuka, ambayo kioo kenda dukani kuti yani. Mara nyingi ukuta kana ununua simu mbovu kwa lengo la kutoa spare. Kwanza jambo la kwanza huwa nachukua maelezo ya mteja. Kama je, hii simu ambayo unanyuzia mbovu, ubovu wake ni nini? Mwingine anaweza kuambia kwamba haiwaki, ilizima ghafla. Kwa mimi kama fundi lazima niifungue, niifanyie check up. Kama na simu kama ile nachukua kioo huku kwenye simu mbovu naweka kwenye simu nzima. Au la, naweza nikaamua kufanya kama bahati nasibu yani. Nikanunua kwa bei ambayo nitaka mimi yani. Na hiyo kilizika sawa, nafanya biashara. Heshima kazi, 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 heshima kazi. Yani mimi kazi yangu mpaka dakika hii na kiwanja Pugu, na familia ya watoto wawili ambao nawasomesha, na mke wangu ambao nimemwezesha kumpa mtaji wa biashara, anafanya biashara zake. Isoshe mwenyewe mama wangu mzazi wananitegemea kwa kazi hii ninayoifanya. Kwa ufupi namshukuru Mungu kwamba napata riziki ya kila siku. Heshima kazi, heshima kazi, heshima kazi, heshima kazi, heshima kazi, heshima kazi. Naitwa Raymond Titusi, mfanya biashara ndogo ndogo Ubungo hapa. Mimi nahusika na vifaa vya simu ambavyo used kama mabetri, phone na USB charger. Mara nyingi waga vijana Kariakoo pale, kama watu wanaenda kununua betri, wakinunua betri mpya hizi waga naache pale madukani. Kwa hiyo wale watu madukani waga na sisi tukienda pale ndo wanatuuzia. Unajua sisi binadamu tuna utofauti. Kuna mwingine betri kikaa siku 2-3 anaona kwake haifai, anaamua kwenda kubadilisha nyingine. Kwa hiyo akienda kubadilisha nyingine anaiacha pasi, anaondoka nayo. Kwa hiyo wale jamaa wao wanakuja na tuuzia sisi wale ya chini,
na sisi tukija tukijaribu kwenye simu zetu ikakaa siku 2-3 tunaona inatufaa. Heshima kazi, heshima kazi, heshima kazi, heshima kazi, heshima kazi. Kuna rafiki yangu uaga yupo hapa naye. Mimi kuna muda niko nyumbani tu, lakini kuna mshikaji wangu akanipigia simu anaitwa Amani. Kama ananiambia bwana, vipi rafiki yangu unakaa tu nyumbani, cho tufanye mishemishe. Kweli kama nimekuja hapa tukawa tunafanya mishemishe. Nikaa namwangalia jinsi gani anafanya na akanisaidia jinsi ya kupata mzigo. Tofauti ipo kubwa. Japokuwa toka mwanzo nilikuwa najitegemea, lakini ilikuwa ikifika saa zingine baba mwenye nyumba anadai hela umeme, afu hela nakuwa sina, lakini sasa hizi napeleka ndani ya siku 26 tu. Hiyo sitaki anigongee mlango. Kwa hiyo utofauti upo mkubwa. Kweli wapo tunakuwa tunawaona na uaga tunajaribu baadhi wengine na marafiki zangu wengine baadhi uaga najaribu kuambia kwanza masuala ya kukaa nyumbani hayafai. Kwa hiyo inatakiwa vijana tujitume kwa njia yoyote, lakini kwa njia zile halali, sio za heshima kazi, heshima kazi, heshima kazi, heshima kazi. Lakini pia hatukuishia hapo tu. Tulipata fursa ya kuongea na wananchi na waliweza kutoa maoni yao kwa nini wananunua simu zilizotumika. Naitwa Moses Victor. Wewe unatumia simu ambazo zinatoka wapi? Zinatoka mtaani kutokana siwezi, yani mimi kama mimi binafsi siwezi nikaenda kanunua simu dukani. Kanunua simu 30,000 wakati mtaani huku unapata 10,000 mpaka 8,000. Kwa hiyo kuna utofauti na hisi hapo. Bora wake inakuwaje? Zinadumu zaidi kuliko za dukani au zinakuwa ni za muda tu kwa sababu ni bei rahisi utabadilisha tena? Hapana, yanategemea na simu ulionunua. Ujue kuna simu zinazidiana. Ndio maana hata Mchina anatoa simu inauzwa milioni. Kutokana na una 70,000 hawezi lazima kutolee kopi inayoendana na hela yako. Ndio kitu kama hiko. Kwa hiyo mumu mtaani unaweza kukutana na simu ambayo iko yani ni nzuri, yani unakuta original unanunua kutokana mtu anayekuzia naye ana shida na hela au ana shida na simu. Kwa hiyo mnafanya exchange yani. Mimi nikinunua kitu kama simu yani simu mimi nikinunua sikai nayo kwa muda. Kutokana mwenyewe yani nataka nitumie simu hii kesho simu hii. Kwa hiyo nanunua simu hii nauza, afu mwisho wa picha tena ile nakuwa simu nyingine tena. Kwa hiyo kumbe wewe unafanya biashara pia? Hapana. Yani kwa sababu gani? Yani mtu anafanya hivyo kwa sababu hataki kitu kimfie yeye yani. Umeona, yani kitumia mbaya kitu kimfie yeye inakuwa inagauli tena. Kwa hiyo nauza, ukiona hii hapa ishaanza kunisumbua ni kama unakuta simu hata mwanga unakuta yani ile muda mwingine mwanga unakuwa mchache yani ile. Yani unakuta wewe mwenyewe uisomisomi yani. Kwa lazima uiuze hapo. Simu nyingine. Naitwa Upendo, hali maarufu Mama D. Wewe mara yako mwisho kununua simu dukani ilikuwa ni lini? Mwezi wa 4. Baada ya hapo kanunua simu wapi? Unajua vijana tu wa mitaani anakuletea labda dukani 50,000 anakuletea kwa 20,000 au 15. Inategemea, unaweza ukapata bei rahisi lakini kikawa cha kudumu. Unaweza ukanunua dukani vile vile kikawa sio imara yani. Ndaambia waamke waje wafunge hata kandolo waje barabarani. Naam, kama tulivyoweza kuwasikia wananchi, tumepata kujua kwamba maisha hayana kanuni moja tu. Kwa hiyo watu wasijenge mazoea kuwa lazima waajiriwe ndipo maisha yasonge mbele. Kijana, changamkia fursa, kuwa mbunifu na simamia kile unachokifanya, utafanikisha. Kazi, heshima kazi, heshima kazi, heshima kazi, heshima